Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Baraka David, ni mwinjilisti wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nami ninafurahi kupata wasaa pamoja nawe kushiriki kwa habari za neno la Mungu. Nami katika siku ya leo ninatamani tujifunze kwa habari ya amri za Mungu na sheria zake. Kwa amri za Mungu na sheria zake. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi hii, mimi pamoja na msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ili kuweza kuelewa neno lako. Tusaidie kupata tafsiri iliyo sahihi, ni kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ndugu mpenzi mtazamaji wangu, kwa habari ya sheria imekuwa ni msingi wa kila serikali ulimwenguni. Kila taifa ulimwenguni limekuwa likitegemea sheria para kuwaongoza wananchi wake, raia wake. Hata katika taifa letu la Tanzania, sheria imekuwa ni msingi na serikali inatia mkazo katika utii wa sheria ili wananchi kuwa na usawa. Vipi kama sheria zisingekuwepo? Mwanadamu angemtenda mwanadamu mwenzake kwa kadri anavyoona yeye. Na ndipo mwanadamu angemtendea uovu mwanadamu mwenzake. Pasipokuwa na sheria, tungeona wimbi la ujangili, wimbi la ujambazi, utekaji, uhalifu wa kila namna. Lakini kwa sababu ya uwepo wa sheria, ndipo tunapoona usawa na uovu na makosa kutokukithiri. Lakini uwepo wa sheria hizi bado mara kadha wa kadha huwa zinavunjwa, na zikivunjwa huwa adhabu zinatolewa kwa raia husika aliyevunja sheria husika. Lakini kama ilivyokuwa ni muhimu kwa kila serikali ulimwenguni kote kuwa na sheria, ndivyo ilivyokuwa muhimu katika serikali ya Mungu kuwa na sheria na amri zake kuwa na sheria. Na sheria za Mungu ambazo zinapatikana katika Kutoka 20 ni msingi wa serikali yake. Serikali ya Mungu msingi wake ni sheria zake za upendo, ambapo hizi sheria tunazipata katika kitabu cha Kutoka 20. Bwana anatuelekeza kwa habari ya sheria. Nami mpendwa, nimetamani kujumuika pamoja nawe kuhusiana na swala hili la sheria za Mungu, kwa sababu tunakaribia katika miisho ya ulimwengu, na karibu ulimwengu utasafishwa kwa moto. Ili kujinusuru ni lazima tuyajue mapenzi ya Mungu. Katika kitabu cha Kutoka 20 tunakutana na sheria za Mungu. Na sheria za Mungu ni za upendo, wapendwa. Sheria za Mungu zinatuelekeza katika upendo tu. Na anasema sheria zake na amri zake si nzito. Si nzito kama tunavyofikiri. Na wengine wamedai kwamba sheria za Mungu hazina nafasi tena kwenye maisha yetu, kwa sababu Yesu alivyokufa msalabani nazo ziligongomelewa msalabani, kwa hiyo hazina nafasi katika maisha yetu. Na ndivyo wanavyodai kwamba kumpenda Yesu peke yake ndiyo inatosha kuokolewa. Kwa nitakavyompenda Yesu haina haja ya kutii sheria. Hakuna upendo wa namna hiyo. Ni uongo mpendwa. Ni uongo mkuu wa muovu, uongo mkuu wa Shetani. Nami katika siku ya leo ninataka tufahamu kwa habari za sheria za Mungu, kwa sababu katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 155 anasema, wokovu umbali na wasio haki, kwa sababu hawajifunzi amri zako. Tunga Zaburi anasema wokovu umbali na wasio haki, kwa sababu hawajifunzi amri za Mungu. Mpendwa, ili kuokolewa, ili kuwa karibu na Mwokozi, ni lazima tujifunze sheria zake. Ni lazima tujifunze amri zake. Kwa kadiri tutakavyopuuzia amri zake, kwa kadiri tutakavyoacha kutilia maanani amri zake, ndivyo tutakavyokuwa mbali na wokovu. Mwokozi aweze kutuokoa kwa namna hii. Anatuambia mpendwa, anatuambia ya kwamba wokovu
wokovu wangu umbali kama sitojifunza amri zake. Amri zake mpendwa zinapatikana katika kitabu cha Kutoka 20, ambapo Bwana anatueleza tusiwe na miungu mingine ila yeye. Bwana wa mbinguni hataki kuchanganywa, hataki kuchanganywa kwa namna yoyote ile. Bwana anasema yeye yupo, tusiwe na miungu mingine tukaiabudu tukamwacha yeye. Lakini kingine anasema ya kwamba tusijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala chini ya dunia wala majini chini ya dunia. Bwana anakataza na hataki kwa habari ya kuabudu na kuchonga sanamu. Chunguza mpendwa, ikiwa unaabudu sanamu au mfano. Chunguza mpendwa, amri za Mungu tusipojifunza, wokovu utakuwa mbali nasi. Lakini anatuambia tusilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Bwana Mungu hataki tulitaje jina lake holela, hataki tulichezee jina lake. Na ndivyo hata jina la baba yako mzazi hupendi na hautopendezwa litakapotajwa kiholela hadharani. Jina la Mungu tunalitaja hapa ni kwa sababu tunajifunza. Lakini anasema tuikumbuke siku ya Sabato, tuitakase. Bwana anatueleza kwa siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Amri ya 1 mpaka ya 4 inajaribu kutueleza kwa habari ya upendo wa mwanadamu kwa Mungu. Upendo wa mwanadamu kwa Mungu. Bwana anahitaji tuwe na mahusiano naye, tumpende kwa kuzitii amri zake. Sikiliza, ukianza amri ya 5. Amri ya 5 inaeleza habari ya kwamba usiue. Bwana anataka ni usamini uhai wa ndugu yangu, rafiki yangu, kama ninavyousamini uhai wangu. Anatueleza tusiue, lakini anatushuhudia ya kwamba Bwana anatukataza tusizini. Uzinifu kwa vijana, uzinifu kwa wazee, uzinifu kwa watu ambao wako ndani ya ndoa. Bwana amekataza, amesema usizini, na hana kauli nyingine ya kusema isipokuwa usizini. Lakini anaeleza usiibe, usichukue mali ya mtu yoyote pasipo ruhusa. Usiibe, utakapoiba ni dhambi kwa Bwana. Na ndipo mahali fulani watu wanafundishwa kwamba ukiwa na shida iliyopitiliza, kwenda kuchukua kitu kwa mtu tajiri pasipo kuomba, pasipo kumuomba si dhambi. Ni uongo wapendwa, ni uongo wa muovu. Ni dhambi kuchukua mali ya mtu pasipo ruhusa, pasipo ridhaa yake. Sikiliza, anatuambia tusiseme uongo, tusidanganye, tusiseme uongo, kwa maana shetani ni baba wa uongo. Sikiliza, uongo ni wa shetani, na uongo tumeiweka imekuwa kama ni dhambi ndogo ambayo Bwana haisikii au Bwana haihesabu kama ni dhambi. Lakini anatuambia tusitamani. Amri hizi 10 zimejawa upendo kwa mwanadamu, kwa mwanadamu mwenzake, upendo kwa mwanadamu kwa Mungu. Amri 4 za kwanza zinatueleza kwa habari ya upendo kwa mwanadamu kwa Mungu wake, na upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake. Sikiliza, Bwana anatuambia nini kwa wale ambao tunadai tunampenda? Ninatamani tujifunze jambo hili. Tunaposema ya kwamba tunampenda Bwana, anatarajia sisi tufanye kitu gani? Maana kila mtu ukimhoji na kumuuliza ya kwamba je, wampenda Bwana? Je, wampenda Yesu? Atakwambia ndio kwamba anampenda. Lakini ninatamani katika siku ya leo tuelewe ya kwamba kumpenda Bwana kuna maana gani? Tufanye nini au ni udhihirisho gani ambao utaniambia ya kuwa ninampenda Yesu? Soma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu fungu la 14 na fungu lile la 15. Sikiliza Yesu anachokisema. Yesu anachokisema ni hiki mpendwa, tukidai tunampenda, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Ndicho Kristo anachokizungumza
kwa wale wote wanaodai tunampenda, ni lazima tuzishike amri zake. Na anasema tunavyodai ya kwamba tunampenda Yesu, ni lazima turudi kwenye Kutoka 20, tuzisome amri zake na tujiulize ya kuwa, je, tunampenda kwa kuzishika amri zake? Amri hazijapitwa na wakati, na amri hata moja haitaondoka mpaka pale mbingu na dunia mpya zitakapokuja. Amri zitaendelea kudumu milele zote. Sikiliza mpendwa, tukatae uongo na udanganyifu wa shetani kwamba kuna baadhi ya amri zimegongomelewa msalabani, hazihitajiki. Sikiliza, Kristo Yesu alikufa msalabani kwa sababu na kudhihirisha ya kwamba amri ya Mungu haibadiliki, ni tabia yake. Huwezi kumbadilisha Mungu. Amri zake 10 ni udhihirisho wa tabia yake, namna ambavyo Bwana alivyo. Tutakavyobadilisha sheria moja ya Mungu au amri fulani kuzikataa, kwa lugha nyingine ni kwamba tunataka Mungu mwingine. Tunamtaka Mungu mwingine ambaye ana sheria nyingine. Lakini Mungu tulio naye si kigeugeu, habadiliki kamwe. Ndivyo anavyotuambia kwamba wokovu, mpendwa, umbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri za Mungu. Amri za Mungu ni kamilifu, wapenda. Hazihitaji amendment yoyote ile. Bwana anatuelekeza katika upendo. Tukisema tunampenda Mungu huku tunamchukia ndugu yetu, sisi ni waongo. Anatuelekeza katika habari ya upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu. Sikiliza, katika waraka wa kwanza Yohana 5 na fungu lile la 3. Sikiliza Bwana anachokieleza vizuri. Anasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito, wapenda. Sikiliza, kumpenda Mungu ni kwa namna gani? Anatuelekeza, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Wapendwa, amri zake zinapatikana katika Kutoka 20. Tumezisoma vizuri, lakini anasema wala amri zake si nzito. Kuna wengine wanadai baadhi ya amri ni nzito. Kuacha uzinzi haiwezekani, kuacha wizi haiwezekani, kuacha usengenyaji haiwezekani, kuacha uongo haiwezekani. Bwana anasema inawezekana, kwa maana amri zake si nzito. Kuna wengine wanaona mashaka na kwamba utunzaji wa Sabato haiwezekani. Bwana anasema inawezekana, kwa maana amri zake si nzito, mpendwa. Sikiliza anachokisema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Imani yetu ni kuushinda ulimwengu. Kila dhambi ni lazima ishindwe. Na tunapoelekea katika miisho ya dunia hii, ulimwengu unapokisiri, mikiki unapokisiri, ushoga unapokisiri, uzinzi, wizi, urawiti, umwagaji damu na kila aina ya uovu, Bwana anatupa tumaini ya kwamba tunaweza tukashinda yote. Bwana anatupa tumaini. Na katika siku hii ya leo ninakupa wito, mpendwa. Bwana anaporejea ataharibu dhambi, atachoma dhambi, atamchoma na dhambi pia. Sikiliza, Bwana anaporejea atakukuta wapi, mpendwa? Anasema kipindi anakuja kutakuwa na hali ile ile iliyokuwepo katika kipindi cha Nuhu. Watu watakuwa wakila na kunywa, wakipanda na kujenga. Kengele za ndoa zilikuwa zikilia mpaka Nuhu alipoingia kwenye safina. Hakuna mtu aliyejua. Sikiliza, Bwana ndicho anachotueleza leo katika kuja kwake mara ya pili. Anasema watu watakuwa wakiendelea kuoa na kuolewa. Sikiliza, watu watakuwa wakiendelea kupanda, watu wakiendelea kujenga kama kawaida. Maisha yataendelea. Anasema wakati ambapo mrembo akiwa amejikita kwenye urembo, akiwa amejikita kwenye fasheni, kijana akiwa amejikita na ya dunia, anasema ndipo mlango wa rehema utafungwa na kila kesi ya mtu itakapokatwa, na ndipo Kristo atarejea. Je, tumeona dalili? Mimi na wewe mpendwa, tunajiandaaje kumlaki Bwana? Tunapofika mwisho wa ulimwengu, Bwana anatupa rehema zake na kutusii. Usikiapo sauti hii popote, Bwana anatuhitaji turudi. Akati ulimwengu unajizika katika uovu na dhambi, Bwana kwa rehema zake
anahitaji kututoa na kutuweka katika sehemu sahihi. Bwana anasema huku ndiko kushinda, kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Dhambi kwa damu ya Yesu haina nguvu. Tumkubali Kristo, na anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Nikutakie tafakari njema. Bwana akubariki sana. Bwana awe nao.